chakula chenye uzima. Kristo tumaini letu. Niwaalike wapendwa katika adhimisho hili la kipekee sana, katika Dominika hii ambayo inajulikana kwa jina Dominika ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo waamini wa Katoliki pote duniani wanaisherehekea katika upekee sana. Tunatofautiana tu kila mmoja namna ambavyo amejipanga namna ya kuisherehekea. Wanautangazia ulimwengu nini wanachokiamini. Hapa tunakuwa na wazo la kwamba leo tunatangaza rasmi kwamba katika Ekaristi Takatifu iliyomwia damu ya Kristo, Mungu kweli yupo ndani ya Ekaristi hiyo. Tunataka kutangaza hilo kwamba yupo Mungu ndani ya Ekaristi. Sijui unasadiki hivyo? Kwamba utapofika mbele hapa unaambiwa maneno mwili wa Kristo au mwili na damu. Unasadiki hivyo kwamba kweli yupo Kristo ndani ya hostia ile unayoipokea? Basi hilo ndio tangazo ambalo siku ya leo waamini wote duniani wanataka kutangazia ulimwengu juu ya imani ya uwepo wa Yesu Kristo aliye hai katika Ekaristia. Na tunapokutana hivi tunaendeleza lile ambalo tunaliamini. Kila inapoadhimishwa misa takatifu, waamini tunataka kuonyesha uwepo wa Yesu katika Ekaristi Takatifu aliye hai, sio tu kumbukumbu yalichotokea zamani au mfano, bali ni halisia wakati huo. Na kwa sababu hiyo basi, na kwa umuhimu wake na ulazima na uzito wake wa Mungu kuweko na sisi, basi waamini wanafanya tendo moja la pekee la kuandamana kwa shangwe na sherehe kubwa katika maeneo mbalimbali, wakizunguka huko na huko, lengo kutangazia ulimwengu juu ya imani yao. Sasa hapa nimesema tunatofautiana tu namna ya kila mmoja alivyojipanga, ambayo ni matokeo yalichoamini. Kwa tukiweka maksi katika maeneo mbalimbali, wengine siku ya leo wangependa kuangalia kwenye mitandao watu wa nchi gani wanavyoadhimisha, watu wa nchi gani waliofanya, parokia gani wakirusharusha kwenye mitandao kuangalia. Anasahau yeye alifanyaje. Yeye utangazia ulimwengu namna gani, jinsi alivyoiadhimisha siku hiyo. Nimeona nimepita huko, mbona sisi tumepamba njia ya kupita, si ndio jamani? Lakini mapambo yetu asilimia kubwa ni utamaduni wa tangu zamani, tangu kale. Migomba kwa migomba kama ndio ishara ya pekee, migomba. Basi ndivyo ambavyo tunaelewa, tulivyoamini, na nafikiri naweza kuwa upekee sana kwa kutembea na huyo Mungu katika njia zetu, na kwa namna ya pekee sana katika Jumapili ya leo na mwaka huu tunatembea na huyu Yesu Kristo Ekaristi katika maeneo yetu. Mwaka jana tulisema maeneo kichefuchefu, mwaka huu haijawa kichefuchefu tena. Tunasema ni chakula halali tumepata, ni maeneo halali ndani ya mipaka yetu. Mipaka yetu tujipigie makofi katika hili. Tunatembea na Yesu aliye hai katika Ekaristia ndani ya mipaka yetu. Tunazo sababu nyingi za kumpitisha humo, lakini baadaye tutaiona sababu kubwa yetu sisi kumpitisha Yesu katika mipaka hiyo. Tunaposherehekea sherehe hii ambayo tumesema tunadhihirisha wazi uwepo wa Yesu Kristo katika Ekaristia aliye hai kwa ajili yetu, na tunaidhihirisha hivyo kwa maandamano na maadhimisho kama haya tunayafanya katika upekee wake, kwa kufuata taratibu zile ambazo natakiwa zifanywe. Hivyo kila daima unapoadhimisha, fuata liturujia yake vizuri, ndivyo unavyoonyesha kwamba unaamini nini na unataka kuadhimisha nini. Lakini nimeona tuwe na mambo matatu ya kutukumbusha
matatu katika uchache wake. Yako mengi, ya kutukumbusha machache matatu. Jambo la kwanza, tumuone Yesu katika Ekaristi Takatifu kama sadaka ya pekee aliyoitoa kwa ajili yetu. Tuseme sadaka ya pekee. Sadaka ya pekee. Sadaka ya pekee. Sadaka ya pekee. Ni sadaka ya pekee. Ni namna ambavyo hata anavyoeleza katika somo la Injili, umesikia vizuri, anapowaambia watu wanabaki wanashangaa na wengine wanajadiliana pembeni, wananong'ona kutoelewa. Ni sadaka ya pekee. Namna gani mtu huyu aweze kufanya ila mtindo huu, kutoa mwili wake na damu yake kwa ajili ya wengine, si kutufanya sisi wala watu, wala kwa ajili ya kupatia sisi uzima. Sadaka ambayo ndani yake inatangaza amani, sadaka ambayo ndani yake inatangaza upendo, sadaka ambayo ndani yake inatangaza ushirikiano na haki. Kila kitu kipo ndani ya sadaka hii ya upendo ambayo Yesu anaitoa kwa ajili yetu. Unapoiona Ekaristi Takatifu, unapojiongea Ekaristi Takatifu, uone ni unaelekea kwenye tunda la kisadaka ambayo Mungu ameitoa kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Na sadaka ile kwa ajili yako, maelezo yako wazi na yameeleweka. Chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kristo kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Na yeyote ambaye atakubali kushiriki chakula hicho ambacho ni sehemu ya sadaka ya Kristo, ahakikishie uzima. Ahakikishie uzima. Sisi tunapokutanika, tumuone Yesu ndani ya Ekaristia kama tunda la sadaka anayoitoa kwa ajili ya ukombozi wetu. Na sisi ndivyo tunavyofundishwa namna yetu kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Namna gani unajitoa sadaka wewe kwa ajili ya mwingine? Ama sadaka yako inakuuma kiasi kwamba unaona hapana, hiki unajawa na umimi zaidi. Maelezo yanasema aliacha umungu wake, akajifanya kama hana sababu yoyote, hana ukuu wote, akachukua hali inayofanana na sisi, kujishusha. Kutumwone Yesu Ekaristi tunayemwadhimisha leo, tunayemkiri kuwepo ndani ya Ekaristia kama ni sadaka ya pekee inayotufundisha namna Mungu alivyojishusha kwa ajili yetu, na sisi tunavyofundishwa kujitoa kwa ajili ya wengine. Kristo. Jambo la pili ambalo tungeweza kukumbushwa katika adhimisho hili la misa takatifu, tumuone Yesu ndani ya Ekaristi Takatifu kama tendo la shukrani. Shukrani. Ametoa sadaka ile ya pekee kwa Mungu kama tendo la shukrani. Akatoa mkate, akatoa kikombe cha divai, akashukuru. Akamshukuru baba yake. Kristo. Tendo la shukrani. Mungu anamshukuru Mungu. Mungu Yesu Kristo anamshukuru baba yake kwa hivi ambavyo ameupenda ulimwengu, amewapenda watu. Na sisi tunavaa hilo joho la shukrani kila tunaposhiriki sadaka ya Ekaristi Takatifu. Wakati mwingine anasema unakuja kwenye misa, kwa nini unakuwa mnyonge? Kwa nini unakuja kwenye misa mnyonge? Mwingine anasema na sababu zake, nakuja nitake baraka kwa Mungu. Kwa nini ndio mnyonge? Unakuja kumletea Mungu maombi. Kama unakuja kumletea maombi, kwa nini ndio mnyonge? Unaenda kwa baba, kwa nini umekuwa mnyonge? Yesu. Kwa nini wewe mnyonge? Tunaenda kwa Mungu kumshukuru. Kwa nini wewe mnyonge? Unamshukuru katika lipi? Sasa bahati mbaya tunaenda kwa Mungu kumshukuru afu hatujui tunachoshukuru ni nini. Basi sema tu umenileta leo, nimeiona Jumapili, mwaka jana nilisherehekea sherehe hii na mwaka huu nipo. Sio jamani? Basi weka hilo kama sehemu ya shukrani. Nenda kwa Mungu kwa moyo mkunjufu ukimshukuru. Nenda kwenye Ekaristi Takatifu, nenda na orodha ya mambo ya kumshukuru Mungu.
Na katika kushukuru, Waswahili mnasema kushukuru ni kuomba tena. Wewe nenda orodha, weka orodha ndefu ya shukrani, weka ndefu. Hata wengine weka orodha ndefu ya maombi na malalamiko. Ndio maana nenda kanisani ni mnyonge, kwa sababu ana orodha ndefu ya malalamiko na majonzi. Anaacha orodha ndefu ya nini? Ya shukrani. Wewe shangaa, upo Bwana wewe nani? Tumsifu Yesu. Kwa nini? Sababu iko wapi? Yesu. Kwa tunapojongea kanisa takatifu, tuende na orodha ndefu ya shukrani kwa Yesu Ekaristi, kwa yale aliyotutendea. Yako mengi. Yako mengi. Wewe nenda tuseme umeniamsha salama, nimeamka na asubuhi leo. Sio kwamba aliyekufa ndio mwenye makosa, umeniamsha ili niendelee kukutumikia. Niendelee kudhihirisha kwa wengine kwamba Mungu upo. Niendelee kuambia wengine kwamba katika Mungu kuna uzima. Niendelee kuwa mwinjilishaji. Ile jambo la tatu la kukumbushana, na tunapofanya maandamano yale ndio tunasema lengo letu kubwa ni kumshukuru Mungu. Nimesemaje? Nimesema lengo letu kubwa katika maandamano hayo ya Ekaristia kwenye maeneo yetu ni kumshukuru Mungu, kwa sababu mwaka jana tulikuwa na kichefu, mwaka huu hatuna. Kwa sababu licha ya kupita watu kichefu sio kizuri. Nakumbuka kama unaonyesha haya kichefu katika wenzako, kuna mwingine anageukia kando, usije kumtapikia. Anageuza kama ameshindwa kukimbia, atageuza uso. Usije kumchafua uso wake. Na hivyo katika kupita kwenye kichefu hicho, tumepitia mambo mengi, changamoto nyingi. Kwa naambia na mwenyekiti anambia Jumapili iliyopita ambayo ilikuwa siku ya harambee, watu wengi walisusia Jumapili. Kwa hiyo baada ya kija hapa atatukamata humu, hizo watu wengine hawakuja kusali. Tayari mtu anageuka kichwa, shingo anageuzia upande mwingine ili akwepe kichefu. Asihusishwe na kuondoka kichefu. Kwani wewe msaidie huyu, mtafutie limao. Msaidie huyu, mtafutie limao, alambe ili kichefu kiondoke, kwa sababu akitapikia mgongo wako bado huko salama. Umeficha uso tu, mgongo umechafuka. Kwa tukishirikiana, mimi mwenye kichefu na wewe ambaye huna, ili usije kupata kichefu, nisaidie kutafuta nini? Limao. Ukihusika hivyo, kichefu kinaondoka, wewe unakuwa salama. Sasa mimi nimetapika, nimekutapikia mgongoni. Unakoenda kupita wewe, wanakuona wewe mchafu. Mimi ametoka, lakini wewe yako mgongoni. Unaangalia uso, sema nimepona. Jamaa mwenye kichefu, ungekuwa na uwezo, geuza kichwa, angalia mgongoni kwako, na bahati mbaya wanaona wengine. Wewe huoni. Tendo la shukrani. Kwa hiyo tunaposhukuru ni kutaka baraka tena. Safari bado inaendelea. Sio jamani? Naomba msikimbie katika kuwajibika na kuhusika, msikimbie. Msikimbie. Hata wengine wanakimbia, hawako tayari kutembea. Wanataka kusunguka bwana. Kwani mnatembea mnaenda mpaka wapi kule mbali sana mnatembea? Jamani, hapa tu tushindwe. Tushindwe hapa. Sasa usiende kwenye TV kuangalia wenzako wanavyotembea na wanavyopamba sherehe ile ya kanisa, unaangalia kwa wenzako. Wewe imependeza. Wako je? Haikuwepo. Wako haikuwepo. Bwana utangaza kwingine, kwako ilikuwepo. Ulifanyaje? Kama ulishindwa kufanya vile upaswa kufanya, basi wewe huna shukrani kwa Mungu. Sasa Mungu ndiye ametoa sadaka kwa ajili yako, na wewe sehemu yako ya shukrani tolea, na sehemu yako ya muda wako, mali zako na nafasi yako yote kwa ajili ya kumuonyesha Mungu kama anaweza. Ndio nakumbuka. Vitu vingine tulipofanya mwaka jana watu wakatubeza, yani hapo ndio umekufuru kabisa. Hadi kumtembeza Yesu Ekaristi kwenye maeneo yetu mnalalamika habari za nani sema, ndio mmemzaradisha Yesu. Walisema wapi? Na hapo Mungu mwingine. Hii leo nazetu basi haina shida. Haya lazima yawepo. Lazima yawepo. Katika safari ya mtindo huo lazima wawepo.
wapinzani. Jambo la tatu tunalokumbushwa tunapomwangalia Yesu Ekaristi, unapokuja kukomunika, unapohitaji Ekaristi Takatifu, unahitaji huduma ile ya kiroho. Mahali pengine inatumika maneno magumu, si komunyo pamba, wanajua sana komunyo pamba, lakini nitumie neno rahisi, chakula cha wasafiri. Uone Kristo amejitoa kwako kama chakula chako, wewe msafiri. Au mwenzangu umefika? Umefika? Bado Basi kama hujafika, unapokuwa njiani, kumbuka Mungu amekuandalia chakula katika safari yako. Ikupe nguvu, ikusaidie upite vizuri. Chakula cha wasafiri. Wana wa Israeli walipewa chakula mana kule jangwani. Jangwani kule sio kwao, walikuwa wanapita. Walipofika ndio Mungu anawaambia cha kuendelea nacho, maana ile inabaki. Na sisi kwa sababu tuko wasafiri duniani hapa, hiki ndio chakula chetu chenye kutupa uzima. Au ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele. Basi kama unataka uzima wa milele, na uzima unapatikana wapi? Hapa duniani. Kristo, uzima mimi utapata lini? Lini unapatikana uzima wa milele? Ndio maana tunapohudumia wagonjwa wanabii wapewe huduma hii. Lengo kubwa ni kumhakikishia uzima wa milele. Kwa sababu Yesu alishaahidi, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anapata uzima wa milele. Lakini kama uko kwenye hatua za zile za mpito, za mashaka, tuna mashaka na wewe una mashaka juu yako, kwamba hapo unapita duniani, unataka kumaliza safari yako, tukuhakikishie uzima. Tukushirikishe uzima wa Mungu. Kristo, chakula cha wasafiri. Wewe kama ni msafiri, tamani kuwa na chakula, fungasha. Kama ni msafiri, fungasha. Na bahati nzuri Mungu amekwisha kuandalia package, ameshaweka kila mmoja mwekea package yake. Sasa wengine zile package hatuzitaki tena. Mahali zilipowekwa amefanya vizuri sana. Hajakuletea nyumbani kwako, amekuwekea hapa. Na leo unakuja kuchukua package kwa ajili ya muendelezo wa safari. Na ile package, safari yako ipo ya leo kuikuta kesho. Sawa jamani? Ndio. Ipo ya leo kuikuta Jumapili ijayo. Wengine package yao ipo ya leo kuikuta Jumapili ya Ekaristi Takatifu mwaka kesho. Je, una uhakika package yako inatosha kwa safari yako? Kwenye misiba mnabeba nini? Pinyira. Ile pinyira yako ile, unajua itatosha kipindi chote cha msiba? Au unaishi unaanza kudai tena kumfiwa? Hakikisha kwamba unachukua package yako, pinyira yako unaichukua vizuri, ikusaidie kwa safari yako. Kama una safari ya siku moja, masaa si mangapi toka misa hii inapoadhimishwa mpaka misa nyingine kesho, basi chukua kwa ajili ya safari hii. Sababu hujui inachotokea katikati hapa. Komunika kama mtu anayesafiri, anahitaji huduma ile ya kuimarisha na kuhakikishiwa uzima. Kwa hiyo niwaalike wapendwa, katika hayo niliwaahidi matatu ya kutukumbusha tunaposherehekea Ekaristi hii, na kila unaposhiriki kwenye misa yoyote, na kila unapokuwa na nia kukomunika, kumbuka ni sadaka ya upendo, sadaka ya amani, sadaka ya umoja aliyojitoa Yesu Kristo kwa ajili yetu. Kumbuka. Na wewe unafundishwa kuwa mmoja kati watu ambao wako tayari kwa sadaka kwa ajili ya wengine. Tunaelewa? Na la pili, tendo la shukrani. Umshukuru Mungu katika hilo. Jenga ndani yako, furahia ndani yako kwamba umepewa nafasi ya kutambua makubwa aliyokutendea Mungu. Sasa nenda na moyo wa shukrani. Yeye mwenyewe sasa, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi. Amemshukuru. Akatoa kombe akashukuru. Kwa nini usishukuru? Na mwishoni, hebu shiriki Ekaristi kama msafiri.
Shiriki Ekaristi kama sehemu yako ya package kwa safari yako. Kwenye msiba tunasema mpinyi la sawa. Je, kama ni safari unaenda Mbeya? Unasema hapa ni jirani tu, hamna haja kubeba chochote. Hata biskuti huwezi kubeba. Kristo. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Vijana wataenda ni kongamano. Ndio. Kwa uhitaji package kwa ajili ya safari yako. Unahitaji. Lazima jiandae. Hasa kwa safari yako ya kiroho, package ipo. Hebu tamani kuipata package yako kwa kila hatua ya safari unaifanya. Unataka kwenda kazini, leo kumekucha, enda kazini, fuata package kwa ajili ya kusaidia kipindi hicho cha wewe safari yako kwenda kazini na kurudi. Huwezi jua. Kristo. Huwezi jua. Elekea kuipata hiyo na utamani siku zote. Na kama tutaishi namna hiyo, ndivyo tunavyompa Mungu shukurani kwa yale anayotutendea kwa maisha yetu. Na kwa manezo hayo basi niwatakie muendelezo mwema wa sherehe hii, na hasa katika adhimisho hili litakalohitimishwa na safari yetu ya kumshukuru Mungu kwa kichefuchefu ambacho umetuondolea tulichokuwa nacho kutoka mwaka jana. Kristo.